Na mtazamaji, karibu kwenye sehemu hii ya pili, na kama nilivyokuahidi awali, ni sehemu ambapo tunafungua jamvi la mazungumzo. Leo tunaangazia elimu ya kiufundi. Elimu ya kiufundi ambayo inasherehekea miaka 101 ikiwa ni mwongo mmoja na zaidi tangu kuanzishwa kwake humu nchini Kenya. Na juma jana ambapo tulikuwa tunasikiliza hotuba ya Rais kuhusu hali ya taifa, akizungumzia sekta ya elimu, aligusia mfumo wa elimu ya kiufundi ambazo wengi wanazijua kama TVETs, akitaja kwamba wanafunzi wanaojiunga na vyuo hivyo vya kiufundi idadi yake imeongezeka maradufu na imefikia 718,000 tangu takriban 300,000 hivi. Tutakuwa tunaangazia ni sababu zipi zinazoleta mabadiliko haya, na je, elimu ama mifumo na vyuo vya TVETs vilivyoanzishwa miaka 100 iliyopita, tofauti ya miaka hiyo ya TVETs hizo na sasa ni ipi? Na pia kwa zaidi kumekuwa na msukumo kutoka kwa serikali katika kuhakikisha elimu ni ya kutenda zaidi na ya kupeana maelekezo kuliko elimu ya nadharia ambayo tumekuwa tukishuhudia kwenye mfumo wa elimu wa 844, na katika kuingia katika mfumo wa CBE basi ndio msukumo zaidi kutoka kwa serikali ukawa unawekwa pale kwenye vyuo vya kiufundi vya TVET, na hata ufadhili unaonekana kuzidishwa kwenye vyuo hivyo na mfumo huo wa elimu. Tutakuwa tunaangazia yote hayo na kujua ni kwa nini. Studioni namhusisha Boaz Waruku ambaye ni mtaalamu wa sera ya elimu na pia ni mtafiti mkubwa wa masuala ya elimu na mdau katika sekta hiyo, akiwa yupo katika shirika la Elimu Bora. Na pia nitakuwa namhusisha Kipkemoi Tonui Shadrack ambaye yeye ni katibu mkuu wa kitaifa wa muungano wa Kati ambao ni muungano unaojumuisha vile vyuo vya kiufundi humu nchini Kenya, yani TVETs, na atakuwa anatueleza zaidi yeye kama mshirikishi wa wakufunzi katika vyuo hivyo ni yapi ambayo anahisi yamekuwa tofauti katika katika mwongo mmoja uliopita kwenye vyuo vya TVETs. Karibuni. Asante sana. Naam, miaka 100 si kidogo. Kwa hivyo lazima kuwe na historia. Nafikiri tutaanzia hapo kwenye historia. Tukianza, nafikiri Boaz unakuwa mzuri sana kwenye masuala ya utafiti na historia, lakini pia zaidi Shadrack atakuwa anatufafanulia kwa sababu yeye yupo katika sekta hiyo. Historia ya TVETs nchini Kenya ipoje? Kwa ufupi tu katika kumfahamisha mtazamaji, miaka 100 ilipoanzishwa ama vyuo hivi vilipoanzishwa na sasa hivi yapi ambayo yamebadilika, na pia ile ndoto ilikuwa gani, na iwapo tumeiboresha ama tumeidunisha? Boaz. Asante Hadia, na shukran kwa kutualika hapa na ndugu Shadrack kutana mara ya kwanza. Kweli kabisa, tukiangazia mambo ya masomo ya kiufundi ya TVET, historia inatuonyesha mambo mengi sana, na kutokana na my desk policy na vile mambo ya elimu imekuwa, tutaangazia zile commissions za pre-independence kama Fraser Commission na mengineo. Kwanza kabisa walikuwa wanaangazia masomo ya kiufundi ili Waafrika wenyewe wapewe ile competency ama practical skills ya kuwawezesha kuwasaidia kufanya mambo mengi katika mashamba, katika workshops zile ndogo ndogo walikuwa wanatengeneza vitu hapa na pale. Na ndiposa hata kama ilikuwa ni kutengeneza tuseme fencing, kutengeneza stuli, furniture, mambo aina hiyo. Na kwa kuwa walikuwa naona kweli hao watu wakisaidiwa kuelewa zaidi kufanya mambo ya ufundi, pengine wanaweza hata kuwasaidia au wenyewe, kwa sababu unajua walifika hapa na wakaona kama kawaida sisi tulikuwa kama kwa Afrika tulikuwa tunajenga hata nyumba zetu ilikuwa ni ile kitu watu wametengeneza. Saa zingine kama Wamasai ni wamama ndio walikuwa wanajenga, wameachiwa tengeneze hiyo, na mambo mengine mengi ilikuwa inafanywa na wanaume kule nje. Lakini codification ama kuweka tuseme kitu inafanana na curriculum ya TVET iliwekwa ili sasa tuone vile mtu anaweza kuanza kwa chini pale, anajua ujuzi, anapata ujuzi kidogo kidogo, na ndio utapata kulikuwa na fundi fulani ama mwenye ana ujuzi zaidi, alafu anawekewa watu wengi wanasema ni kuona ama kuona kwa macho na kujua na kuelewa na vile waendelee na masomo aina hiyo. Lakini mwishowe wakajua ili hata viwanda
vianze kugrow. Wakaanza sasa kuifanya structurally, na sana sana utapata makanisa mengi ndio walikuwa wanajaribu kutengeneza sites za kufundisha wale tuseme vijana. Na vile vile baadaye ndio serikali nafikiri tukiangazia commission hii ya Ominde yenye walikuwa wanasema okay, tumekuwa tukiona vile masomo ya kiufundi inaendelea, na tena ile masomo ya kawaida, unajua the mainstream walikuwa wanasema hivyo sana, ilikuwa imewekwa ni kama ya tunasema racist, sijui kwa Kiswahili nitawekaje, ubaguzi wa rangi. Kulikuwa na ubaguzi kwa sababu wale the whites walikuwa wanapewa ile ya hali ya juu, alafu Asians hapo katikati, na Waafrika sasa wa chini kabisa. Sasa Waafrika anything would go, yani chochote wakipewa na wakifundishwa, na wanaona hata huwezi ambiwa wewe utakaa hapa kwa tuseme wiki 2 ama miezi 3. Wanaona tu huyu amefika leo na anajua kufix jambo 1 2, anasukumwa kule. So Ominde ndio akaweka ile framework ya kusema kuwa ili tuikomboe hii masomo ya kiufundi na masomo ya scholarly path hadi university, basi tuiangalie kwa makini, tuitengeneze departments zenye zitakuwa zinasimamia kila jambo. Hapo wakati huo ndio sasa kwa kawaida wakaweka hiyo department ya kuangazia vile the technical arm, na kuangazia vile sasa masomo inaendeleaje, mtu akishapelekwa afanye hiyo trade atapewa certification. Mara ya kwanza wakaanza kupeana certification. Unaona grade trade test anapewa, na kifuzu basi anapewa nafasi ya kuendelea mbele. Na vile vile ndio mwishowe ukaona wakaanza kuweka shule kadhaa, sana sana polytechnics. Kulikuwa na zile polytechnics za chini za village, na tena national polytechnics. Wengi wetu tuliamka na tukaona hata vile Kenya Polytechnic ikawa, Mombasa Polytechnic ilikuwa, na Eldoret na mengine. Lakini tukaona ni zile polytechnics vile walikuwa wanaweka, jambo la kwanza walikuwa wanaangalia ni hawa ndio watu ambao ili industries zetu ziwe na nguvu na ziwe na the sharpness yenye inatakikana, ndio production na manufacturing iendelee sana. Tukiangazia viwanda kama za sugarcane, the barley ama the beer industry, tukiangalia maziwa, viwanda ina hivyo, walikuwa wanajaribu kutafuta na kupata wale technicians kabisa, na hao technicians walikuwa wanatengenezwa ama wanakuwa trained kupitia kwa hizo vyuo walikuwa wametengeneza. So umeona ni kwa muktasari tayari wametengeneza mfumo ama framework ya kuwafundisha hawa. Wamejaribu wakaidismantle ile ubaguzi ambayo ilikuwa ni ilikuwa imeweka Waafrika wale chini kabisa, na bila pia kupeana certification. Wanafanya kazi lakini haujajua kama ukitoka hapa tuseme uhamie nchi jirani itajulikana. Ndio sababu sasa hiyo certification ilikuwa muhimu zaidi. Lakini pengine kuna foundation pia walilei. Hii foundation yenye siku hizi tunasema the recognition ya prior learning. Kwa Kiswahili sijui utasema. Kutambua ujuzi. Yaani unafika mahali, alafu wanaangalia umepewa kazi ya kufanya. Huyu jamaa vile anafanya hii kazi ni kama tayari amekuwa trained, lakini hana cheti chochote. Hiyo recognition ya prior learning naona wakati huu kupitia kwa ile framework, policy framework draft wameweka, wanajaribu mainstream. Ndio wakati yeyote mtu akijaribu sasa, unaenda kwa training ama ukitafuta kazi fulani, uko na ile cheti inaonyesha hata haukuwa umepitia shule fulani, umepata hiyo ujuzi kupitia apprenticeship. Apprenticeship, sijui kwa Kiswahili lugha utaeleza pengine zaidi.
umepata hiyo ujuzi kwa sababu wewe ulikuwa unaangalia vile inafanywa ukajua. Ukajifunza. Sasa wakati huo sasa ndio inatakikana ile prior recognition ya hiyo ujuzi inakuwa muhimu kama imewekwa kwa cheti. Sasa hapo ndio naona kuna imehamasishwa na what the policy prescriptions ama drafts wakati huu imewekwa. Na tutazungumzia hayo pia kwa hususan sekta ambayo sio rasmi ambayo tunaita ya jua kali na katika kupata vyeti hivyo vya kutambua ujuzi walionao ambao haukupatikana labda kupitia kwenye vyeti rasmi. Tukiongea kuhusiana na hayo, Shadrack, historia ya miaka 100 iliyopita ya vituo hivi ambavyo vilianza kama polytechnics na sasa hivi tunazitambua kama TVETs, tofauti ni gani? Na pia labda katika tu kuangalia ile safari na ndoto ya vituo vyenyewe vya elimu na kufikia sasa ambavyo tunavipa kipaumbele zaidi. Naam, asante sana watazamaji wetu na Hadia kwa kutukaribisha kuja studio siku ya leo ili tukapate kuendeleza mada yetu kuhusu masomo ya kiufundi. Na kwa hakika ndugu yangu mwenzangu Boaz amesema kwa kina yale ambayo kweli yanastahili kutajwa katika historia ya masomo ya kifundi katika nchi yetu. Yale ambayo labda ningechangia tu kuongeza kwa yale ambayo yamesema ni kwamba historia ya masomo ya kifundi katika nchi yetu inaweza ikagawanywa kwa mara 3. Ya kwanza ni wakati kabla ya wabeberu wakuja nchi yetu kututawala, na wakati ule ambao wabeberu walikuwa katika nchi yetu wakitutawala, na baada ya kujitawala sisi wenyewe kama Waafrika. So ya kwanza ni kwamba kabla hatujatawaliwa nchi yetu na desturi zetu na mila zetu zilikuwa zinafanya Waafrika wafanye ujuzi kulingana na ile waliokuwa nayo wakati ule. Na kwa hivyo ungepata katika kabila tofauti tofauti, ungepata ujuzi zilikuwa mingi, lakini ilikuwa katika hali tofauti tofauti. Kwa mfano, tungeona blacksmiths ilikuwa inapatikana Ukambani na sehemu zingine. Wangeweza kutengeneza vyuma kwa kutumia ujuzi yao, kuwasha moto kwa kutumia ujuzi wakati ule. Na kwa hivyo hata beads making ungeona Wamasai na makabila zote wakitengeneza kulingana na vile walivyokuwa wakati ule. Lakini baada ya wazungu kuja na kututawala, masomo kwa hakika ilichukua mkondo mwingine tofauti, maana ililetwa kulingana na masomo ambayo ililetwa na wazungu. Na ndivyo wakati wa 1924 tulipata kuona kwamba chuo cha kwanza kilichoitwa the Native Industrial Training Depot, kwa sasa linaitwa the Kabete National Polytechnic, ilitengenezwa kwa minajili ya mambo 3. Ya kwanza, tunakumbuka kwamba reli lililokuwa likijengwa kutoka Mombasa liende mpaka Uganda ilikuwa inatengenezwa wakati ule. Kwa hivyo ilikuwa inahitaji wale walio na ujuzi wa kurekebisha lilo reli ili itumike kwa njia ipasavyo. Ya pili, ilikuwa pia wazungu walikuwa na haja na Waafrika ambao walio na ujuzi ili wakapate kuwa tumikia katika mashamba zao na hata katika manyumba zao. Na kwa hivyo vijana wa Afrika na wale wote ambao walikuwa wanatakikana kufanya kazi katika mashamba za wazungu walikuwa wanatakikana wakati huo. Ya tatu pia ilikuwa inatakikana kusaidia wale ambao walikuwa narudi katika vita vya kwanza. Kumbuka vita vya kwanza vilifanyikwa kutoka mwaka wa 1114 mpaka 1118. Na kwa wale ambao walirudi baada ya vita walikuwa na mashida saikolojia ambao walisumbuka wakati walikuwa vita pale kule nje. Na kwa hivyo the Native Industrial Training Depot ilitengenezwa ili kusaidia wale wakapate kufanywa rehabilitation, kutengenezwa warudi kimawazo wakwe sasa katika mafamilia zao kwa njia iliyo nzuri. So ujuzi ilitumika wakati huo hadi wakati tulijipigania na tukapata uhuru 1963. Na baada hapo sasa tunaona kwamba ujuzi na masomo ya TVET ilipata mkondo mwingine kwa sababu vyuo vya kwanza vilikuwa vichache. Kufikia mwaka wa 2008 kulikuwa na vyuo 52 vya kiufundi. Lakini kwa sasa mwaka wa 2025 tunaona kwamba vyuo vya kiufundi kwa sasa imefikia idadi ya 248. Kumaanisha kwamba chini ya miaka 10 iliyopita vyuo vimeongezeka zaidi ya maradufu yale ambayo yalikuwa wakati ule kitambo. Hiyo ni kusema kwamba sera za serikali na ajenda ya serikali kwa vijana inatiliwa maanani
kwa sababu ajenda ya vijana ni muhimu sana katika kusukuma gurudumu la taifa na kuhakikisha kwamba vijana wetu wanakuwa sorted kwa njia ya ajira kila wakati, na ili ipate kuleta maendeleo endelevu, sustainable development katika nchi yetu. Na kwa hivyo tunaona kwamba ni mwafaka kwamba serikali imetenga pesa, serikali imesaidia vijana, na sisi kama vyuo vya kiufundi katika nchi yetu, sisi kama principals tumeungana katika muungano vya vyuo vya kiufundi, tunaita KATI, Kenya Association of Technical Training Institutions. Agenda zetu ni kusaidia kusukuma agenda ya serikali, to support the government's agenda wakati unakuja mambo ya TVET training. Tunapoangalia TVET, nafikiri katika kufafanua tu zaidi, vyuo vyenyewe vinajumuisha vocational training na pia technical training. Vocational training ambao kwa Kiswahili tunaita ufundi ama masomo ya ustadi, na kiufundi inakuwa ni technical. Mtu anapoingia katika vyuo anapata mafunzo yote mawili kwa mpigo, ama inakuwa ni kulingana na ile haja ya ufundi anaohitaji wakati ule? Labda tukianza na Boaz katika kuleta tofauti katika hii vocational training ambao ni ufundi wa kistadi na ama mafunzo ya kistadi, na pia masomo ya kiufundi ambao ni technical training. Asante sana. Kwa kuwa unajua ukisema mafunzo ya kistadi na kiufundi, kwangu unaanza kuangalia zote kwa sababu ni vocational na technical. Ndio ukiunganisha, kwa sababu vocational ni kama it's a calling kwa mfano, kwa sababu jambo la kwanza ni la kusaidia ni wale watu ambao wanaingia pale kufanya ama kupata mafundisho ama mafunzo aina hiyo. Ni wale ambao tayari wameangalia hii ndiyo njia mwafaka ya kuwasaidia kupata ile ujuzi ya kuwawezesha kimaisha. Na hata hivyo utapata kulingana na framework wakati huu, unaona TVET baada ya masomo ya kisecondary, kwanza hata kwa primary, kwa sababu kuna wengine ambao wanatoka kwa hiyo the framework ya masomo, alafu utapata kuna wengine wanatokea hata kwa primary, tukianzia na 844 tayari kwa class 8, kuna wengine hawangeweza kuingia darasa la 9 kuendelea, na kwa hivyo sasa walikuwa wanaingia kwa the vocational training centers na waendelee kupata training aina hiyo. Na vile vile hata baada ya form 4 unaona wengine pia walikuwa wanachukua hiyo kama the pathway ile inawasaidia, kwa sababu kulingana na hao wengine wanapendelea kupata ujuzi mwafaka, ile ujuzi ya kiundani ya zaidi ya kuwawezesha kutengeneza vitu na kuelewa mambo mengi. Kwa mfano hata kama ni mambo ya mechanics, utapata kuna wengine wanaangalia, tumekuwa na ma-engineers wengi wanaenda university kupata ile training na kuendelea, lakini ile ujuzi ya kiundani ya kuwasaidia hata kutengeneza ile gari, kuangalia kila sehemu ya gari wakati imetengenezwa, unaona unarudi kwa wale ambao walipata masomo ya kiufundi kwa wakati kwa njia ya kupitia kwa hiyo TVET. So kwangu mimi naona tofauti yao hakuna tofauti kubwa sana, lakini inakaribiana sana kwa sababu inawapatia nafasi sana sana kwa kupata hiyo competencies. Na mimi nitasema tena kuna jambo kuhusu innovation. Katika hiyo process ndio utapata kuna ile masomo inawasaidia hata kuangalia vile wanaweza kupata innovation. Ili jambo fulani tuseme hata plumbing, utapata kuwa hawatakuwa wanaridhika tu na masomo na instructions na guidelines ama materials zenye zimetoka nje. Wanaangalia kupitia kwa tuseme the jua kali sector, ni vipi kitu inaweza kuwa fabricated. Na unaona hiyo masomo inawasaidia kwa njia mingi sana. Tatu, utapata nilisema viwanda kadhaa, kama nilitaja viwanda vya miwa, tuseme kama the dairy sector, nilisema pombe, Kenya Breweries na kadhalika, na hata hizi industries ndogo ndogo,
utaona the innovation yenye walikuwa wanapata. Sio innovation sana sana kutoka juu, ni innovation kupitiana na wale ambao walikuwa wanaangalia vile machinery inafanya kazi. Alafu wao wenyewe wanaweza kusema basi kulingana na ile yenye kila wakati tunaambiwa tuende ng'ambo ndio tufanye importation. Hizo innovations zimepatikana hapa kupitia kwa masomo ya hao watu ambao wamekuwa kwa katika TVET. So kwangu mimi naona ilikuwa ni nafasi kubwa ama nafasi mwafaka wa kuwasaidia kupanua hata the horizon ya hii training. Na hapo imesaidia Kenya sana. Lakini pengine naweza kuongezea kwa sababu wakati tulikuwa tunafanya hii transition katika system ya elimu kutoka kwa the system yenye ilikuwa inatuweka kwa 7 years primary, 4 years secondary na 2 years na 3 years university, yenye Professor Mackay akaja na akasema tuunde mfumo ya 844. Uliona wakati huo ile jambo ilikuwa inawakera zaidi, ilikuwa inaleta changamoto kubwa. Ilikuwa ni vipi tutaweza kuharmonize ama kuleta hizi theories nyingi, watu wamesomeshwa, wanaelewa kama ni kuhusu Bernoulli's effect, unajua hizo physics ya kiundani ama chemistry na mengineo huko. Lakini walikuwa wanaangalia ni vipi tunaweza basi kufanya hiyo harmonization. Ndio wakaanza kusema tuanze na hawa watoto wakiwa wachanga. Wakasema tuwe na mfumo wa 844 yenye itawasaidia kuanza kuwa practical. Wanaanza kutumia senses zao zote. The feeling ama the touching na kuangalia na kurekebisha. Ndio sababu walileta hata art and craft, naona walileta music, home science, all those subjects. Kwa nini? Walikuwa wanasema hivyo ili wakifika wakati sasa wanafanya determination na naangalia mimi nataka kufuatilia path gani, basi wanaona wako na uwezo wa kuamua. Mimi naona napenda mambo ya electricity sana, wacha niangalie kama nitakuwa nafanya TVET, kupitia TVET basi nitafanya electrical, pengine hata engineering at that level. Lakini unaona baada ya kubuni ama kufanya hiyo transition to 844, the curriculum na matumizi ama mahitaji yote ya kuwezesha 844 kufaulu hazikuwekwa vizuri. Na hapo ndio mimi naona hata wakati sasa tumefanya transition tunarudi kwa CBC bila kuweka hizo misingi yenye ilikuwa inatakikana, basi hatutakuwa tumetayarisha zaidi. Ndio utaona inafika senior school na bado watakuwa wanafikiria tu wenye wanaenda university peke yao ndio wamefaulu. Sisi hatujafaulu, sasa sisi tutaingia TVET kama wenye hawajapata nafasi. Kama itaendelea namna hiyo basi the programming ama thinking, theorizing yenye watu wanasema tufanye TVETs na universities ziwe ni open spaces ambazo mtu yeyote mwenye amefuzu kupitia ama kutoka kwa grade ya 12 anaweza kuegemea na aseme hata mimi naona nimepata grades za marks za juu, lakini kulingana na vile nafikiria, vile napenda kufanya kazi ya mkono, kuangalia na kuwa na ujuzi zaidi, mimi naona nataka kuingia kwa tuseme Kiambu Technical Training College, TVET. Ndio pia aone kama kuna pathway atakuwa akitumia hiyo mpaka apate hata degree certificate kuendelea. Tukifungua hiyo pathway namna hiyo itasaidia, na tukiboresha tena the institutions ili hata the training equipments, tutors, instructors na hao wengine wote tuwaweke wa kutosha. Na pia sio kuwaweka ya kutosha, lakini pia hata malipo yao iwe malipo ya maana. Unaona mtoto anatoka na anasema mimi nataka kuwa instructor katika technical training college. Hiyo itasaidia sana kupiga hatua kwenda mbele.
Naam. Nitakuwa napata maoni ya Shadrack zaidi kuangazia tofauti ya ufundi ama masomo ambayo yanapeanwa katika vituo hivi. Kama alivyotaja Boaz, kuna wale wanafunzi wanajiunga na vituo hivi vya mafunzo ya kiufundi wakiwa hawajapata vyeti labda vya kama ni wakati ule kwenye 844 darasa la 8 ama kidato cha 4, na kwa sasa hivi labda watakuwa wanaingia wakiwa hawajamaliza ule mfumo wa sekondari ya juu kwa kupata kile cheti. Kuna tofauti gani katika kutoa mafunzo kwa mtu ambaye alikuwa anaingia chuo kikuu lakini akaamua kuja kwenye TVET, na kwa yule ambaye hakupata kile cheti cha kumpeleka kwenye chuo kikuu lakini bado ameamua kuja kuboresha ufundi, iwe ni talanta ama tu ujuzi ambao ameupata kwenye njia ambazo sio rasmi katika kupokea mafunzo kwenye vituo hivyo? Tutakuwa tunarejea kupata kauli hiyo kutoka kwako, lakini kwa sasa naingia madukani. Karibu tena mtazamaji, na shukrani kwa kuendelea kusalia nami. Tunaangazia elimu ya kiufundi na mafunzo ya kiufundi ambayo yanatolewa kwenye vyuo vya kiufundi maarufu TVET, na tumeungana na Boaz Waruku ambaye ni mtaalamu wa sera ya elimu na mtafiti na mkuu katika masuala ya elimu chini ya shirika la Elimu Bora, na pia anaendelea kumhusisha Shadrack Tonui Kipkemoi ambaye yeye ni katibu mkuu wa kitaifa wa muungano wa Kati, ambao ni muungano unaojumuisha vyuo vikuu vya kiufundi humu nchini, na pia ni mwalimu mkuu ama mkufunzi mkuu wa chuo cha kiufundi cha Kericho Township. Tukirejea kwenye awamu ya pili, nafikiri Shadrack, ilikuwa ni fursa yako kutueleza tofauti ya mafunzo yanayotolewa kwa watu waliofika kwenye viwango vya labda sekondari kwa kupata cheti cha sekondari na wanataka kuja pale kama taasisi ya elimu ya juu, labda kwa kutofautisha badala yake kwenda kwenye colleges ama kwenda labda katika universities, wanakuja katika vyuo vya kiufundi, na wale ambao hawakumaliza chuo ama kumaliza shule elimu ya msingi na ya sekondari lakini wanataka kuja kuboresha ujuzi fulani, iwe ni kusuka, iwe ni labda kulima, kufanya kilimo ama shughuli nyingine ambazo wanataka kuboresha ujuzi bila ya kuwa na vile vyeti vya elimu either ya msingi ama ya sekondari. Mafunzo tofauti yake inakuwa ni ipi, na pia katika labda kujiunga na chuo hicho unachukua tofauti gani katika masuala ya kujiandikisha na masuala mengine? Asante sana Hadia, umenipatia kazi kikubwa na sijui nitaanzia wapi, lakini ningependa kwanza kumkosoa mwenzangu Boaz kwa sababu alitaja jina Kiambu Technical Training Institute. Kwa hakika imepandishwa cheo, siku hizi imeitwa Kiambu National Polytechnic. Imepandishwa cheo, na kuna vyuo kadhaa mingi ambayo pia imebadilisha vyuo na saizi imekuwa National Polytechnics kwa sababu ya kuendeleza zile qualifications ambazo zinaweza zikakuwa katika ngazi za juu. Otherwise, kwa hakika kuna mwandishi mmoja anaitwa Robert Greene. Robert Greene ni yule mwandishi wa Amerika ambaye aliandika kile kitabu kinachojulikana maarufu kama The 48 Laws of Power. Aliweza kusema kwamba the future belongs to those who learn more skills and combine them in creative ways. So kwa hakika siku zijazo ama miaka tunazotarajia kule mbele ni kwa wale ambao wanajifunza ujuzi kadhaa na kuzitumia hizo ujuzi katika njia ya kuleta creativity. Na kwa hakika hilo ni kazi la TVET. TVET sector ni linaweza zikaendeleza mambo ya ujuzi ya kazi za mikono. Na kwa hakika tukiona vocational training ama technical training katika mavyuo vyetu ni kwamba vocational training inahusikana na yale ujuzi ambayo mtu anahitaji kusoma ili kapata ujuzi fulani. Ila hali pia technical training sasa ni yule mwenye anakuja chuo kusomea na kuielewa taaluma fulani mpaka akaimaliza. Kwa mfano tukiona kilimo cha biashara, kilimo cha agriculture, biashara kilimo biashara yes, kilimo biashara, tukiona mambo ya stima, electrical engineering, tukiona building, mambo ya ujenzi, tukiona mambo ya fashion design and garment making, cosmetology, tukiona haya yote, hata food and beverage, tourism, na haya yote yanahitajika masomo ifanyike katika ndani ya chuo ambapo mwanafunzi anaipelekwa katika hatua moja hadi nyingine. Na kwa hivyo inakuwa structured way yenye mwanafunzi anaweza kaisoma
kuchanganya masomo ya chuo na yale ambayo yanapatikana katika industry. So katika masomo ya kisasa tukilinganisha na yale ya kitambo, kuna tofauti kubwa kwa sababu curriculum imebadilika. Kitambo curriculum ilikuwa more theory based na industry players walikuwa na lalamika sana kwamba vijana ambao tunawatoa wakienda katika nyanja tofauti katika industry wanakuwa na upungufu wa ujuzi, lakini theoretically wanaielewa kile walifundishwa. So kwa hivyo ilipatia nafasi serikali kuiangalia kwa makini ile curriculum ambayo imekuwa kwa muda. Na kwa hivyo ile curriculum ya theory based ni kama iliondolewa, ilihakikishwa kwamba vijana wasikuwe na theory peke yake. Na kuanzia mwaka wa 2023 September tuliweza tuka-admit wale wanafunzi wa kwanza ambao wanaingia katika TVET SIDAC curriculum. Hii curriculum sasa humaanisha kwamba kuna ujuzi zaidi kwa sababu kuna practicals ambazo zinaambatana na theory. Na practicals inakuwa mingi, mwanafunzi anapata muda mrefu zaidi pia kwenda industry. Hili lilitokana na masomo na comparative studies ilifanyika katika nchi ambazo ziliendelea sana katika mambo ya kiteknolojia kama Ujerumani, Finland na nchi zingine, ambapo wameweza kuwafikia hatua mbele zaidi kwa sababu ya ujuzi ile walionayo. Kwa hivyo kutoka mwaka huo 2023 September tumeona tofauti kubwa. Industry players wameanza ku-appreciate na ku-embrace kwamba vijana wetu tukiwapeleka katika industry kwa hakika ujuzi wanayo na wanachukua muda mrefu pia 50% of the time kule katika industry wapate kusoma lile ujuzi na kuitumia hiyo ujuzi kwa wakati unaostahili. Tukija pia mwaka uliopita 2024, ili curriculum ilipata kuwa enhanced. Ilibadilishwa ikakuwa modularized curriculum, ili kwamba zile units of competencies ambazo wanafunzi wanajifunza pia ninastahili kukuwa na thibitisho kwamba wanaisomea na wanaielewa vizuri. So unaipata mwanafunzi kwa kile kitu anakisomea, mwalimu wake pia anahakikisha kwamba collect evidence kuonyesha mwanafunzi amepata kuelewa ujuzi huu, ili kitambo afuke katika hatua nyingine kwa masomo awe amejulikana kwamba fikisha zile expectations zinatakikana katika nyanja hiyo. So zile tunaita portfolios of evidences, mwanafunzi anastahili awe ameitengeza vizuri, imewekwa vizuri na inahakikisha kwamba ujuzi sio ile ya theory, ni ile practical based. Na kwa hakika tumeona kwamba kuna tofauti kubwa sana tukilinganisha masomo yetu na hata masomo za nchi zingine, kwa sababu mengi yamebadilika. Hata imefanya vijana pia kupenda masomo ya TVET. Ukiona kwa mfano sasa wale ambao walitainiwa KCSE 2024 walikuwa 972,000 na wale ambao waliingia katika vyuo vikuu walikuwa 246,000. So yamaanisha kwamba wale ambao walibaki hawakupata grade ya kwenda university 712,000 walikuwa na sababu ya kuingia katika vyuo vikuu, vyuo vya kiufundi na mavyuo vingine vya katikati. Na tunafurahi kwa sababu tuliona kwamba hata wale ambao walipata nafasi ya kujiunga na vyuo vikuu wakikataa kwenda vyuo vikuu. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu wanajionea wenyewe kwamba wakija katika vyuo vya kiufundi hapo ni penye ujuzi, na ukipata ujuzi hakika unaweza ukajiajiri ama unaweza ukaajiriwa na kupata mishahara iliyo bora. Na kwa hivyo vijana wengi wanakubali kuachana na vyuo vya universities wakiingia katika TVET. Pia mwaka huu ninaona kwamba wale ambao walitainiwa pia 2025 tunaona hesabu idadi yao ni 996,000. Na nina hakika the same statistics will apply wakati matokeo ikitoka mwaka ujao. Vijana wetu siku hizi wanakuwa very keen, wanakuwa waangalifu sana kwa ile ujuzi wanaenda kusomea. Sio kwamba ati wanaenda kusoma kupata cheo. Wanataka hakikisho kwamba nikimaliza hili somo, iwe ni za engineering, iwe ni ya agriculture, iwe ni ya cosmetology, inaweza kunipatia chakula kwa meza ama itawezekana. Kwa hivyo vijana wetu huwa tunawashauri katika vyuo vyetu ili waweze wakachagua lile somo ambalo wanalipenda wenyewe, kulingana pia na vile amekubali. Tukishauri because tuko na departments ya guidance and counseling, tuko na career department ambao inasaidia mwanafunzi kujielewa na kuelewa kile kitu ambacho anataka kuifanya maishani. Na kwa hivyo vyuo vyetu
248 tukiungana kama principals, kama trainers, huwa tunajadili njia bora ili tukapate kushauri serikali ili sera zake pia ili lipate kubadilishwa la kupendeza na likapate kuvutia vijana wetu. Na tunaona kwa hakika hata tuliposherehekea miaka 100 mwaka ulio 2023 tuliona mabadiliko ya idadi iliongezeka, na ni kwa sababu ya mbinu na ujuzi ambao imewekwa kibao mbele na waziri wetu wa elimu Honorable Julius Mikoso Ogamba na principals secretary wetu wa State Department of TVET Dr. Esther Moria kuhakikisha kwamba mabadiliko ya curriculum iwe imefutia na iwe inapendeza na inakubalika katika industry, na number 2 iwe inaweza ikasaidia vijana wakapata ujuzi lile linaweza kukubalika hata kule nje, sio kwa sababu ya kuajiriwa peke yake bali hata kujiajiri. Umesikia lengo la rais wetu kwamba vijana wanaweza wakapata hata ujuzi ya kusoma katika ya kujipatia ajira katika online. Tumepatiwa Jitume laboratories, tumepatiwa computers, serikali ikisaidiana na Konza City ili tukapate kutumia hizo computers kusaidia vijana kupata masomo, kupata ajira linalotokana na ujuzi ya online. Na kwa hivyo unapata wengi wanapata mamilioni wakicheza tu na kompyuta, wanapata pesa nyingi sana. Kwa hivyo masomo tu sio ya ujuzi ya mikono bali pia hata kiteknolojia, kwa kutumia kompyuta vijana wanaweza kupata kujiajiri na wakapata pesa na ajira. Boss, katika kuzungumzia swala la mtazamo na dhana ambayo imekuwa kwenye jamii humu nchini kuhusiana na vyuo vya kiufundi, kuna swala ambalo umegusia kuviboresha. Tumeona kumekuwa na msukumo kutoka kwa serikali kutaka kuviboresha zaidi katika masuala ya miundombinu, katika masuala ya mazingira, na kama alivyotaja Shadrack pia katika masuala ya mtalaa, kuhakikisha kwamba wanaendana sawa na yale malengo ambayo ni kutengeneza nafasi zaidi za ajira na pia kuwezesha kukuza uchumi kwa haraka na uzalishaji. Nadharia inabadilika vipi? Dhana ya wale ambao wanahisi kwamba lazima niwe nimekosa mahali pa kwenda kabisa ndio niingie katika chuo cha kiufundi, na pia katika kuhakikisha hii dhana inabadilika, jukumu ni lipi na kibarua ni kipi kwa upande wa serikali kuhakikisha sio tu kwa kuambiwa na watu wengine, lakini pia katika vile vitendo na mabadiliko ambayo yanaonekana kwenye vyuo vyenyewe, iwe ni miundo msingi na pia labda katika kuboresha masomo kwenye vyuo vya kiufundi? Asante sana Ndia. Kwanza wacha nikubaliane na ndugu yangu Shadrack. Ndoto ya kuiboresha TVET ipo, na hiyo ndoto hata tangu tuseme Mwai Kibaki kuchukua ushukani, Uhuru Kenyatta na sasa William Ruto wamekuwa wakiegemea upande wa kuiboresha TVET, na vile vile mazungumzo aina hiyo imekuwa inaambatana na vile watu wengi haswa wenye walikuwa wanafuzu kuenda kwa vyuo vikuu iliendelea kuwa sio watu idadi kubwa sana. Kwa mfano statistics mwenzangu wametumia Shadrack ya 2024 246,000 wenye walifuzu kuenda kwa vyuo vikuu, na the rest over 700,000 wenye sasa wakaingia na kwa TVET. Ukilinganisha hiyo kurudi nyuma pale, hata 2023 tulikuwa na 22%. Tukiendelea na 2022 pia tulikuwa na karibu 21-22, kuonyesha kuwa watoto wengi ama wale wadogo ambao walikuwa wanafanya mtihani wakati huo, unaona hawangepata nafasi sawa kama ile ya kuenda kwa vyuo vikuu. Ndio sababu marais Kibaki, Uhuru na sasa Ruto wakaangalia ni vizuri tuiboreshe TVET ili kutokana na sehemu yao, kwa sababu TVET village polytechnics na hizo zingine kutokana na hali yao ama kwa their areas of residence, mtu anaweza kufika kwa training center na pia baadaye anarudi kwake, non-residential in other words. Sasa mimi naona ni hiyo ndoto imekuwa changamoto kuu, imekuwa na pengine hizo statistics tunaweza kuirejelea tuiangalie. Changamoto ile imekuwa ni hali katika hizo vyuo
sana sana infrastructure umeitaja. Tuiangalie ni hiyo infrastructure ni aina gani, kwa sababu mimi natoka kwa sehemu nyingine, nimeona professionals wetu wengi ndio tulianza kusema kama workshops na tena wanafunzi wengi wanataka mechanicals na hata hatuna engine ya kuwasaidia. Niliona mmoja wetu hata alipeleka engine moja ya gari yake itumiwe pale. So ile kitu tunasema ndoto ni mzuri kuwa naye, lakini kuweka pesa ili tununue zile vifaa zinahitajika ni muhimu tena zaidi. Pili, my instructors. Kuna wakati ni kama tulisahau kidogo. Hatukuendelea kufanya training ya instructors. Tunasema lecturers wa TVET. Mwalimu atakubaliana na mimi, hawana hao walimu ya kutosha. So hapo uki-identify na useme idadi ya walimu wa kuwasaidia kufanya ile training ya kutosha. Sasa hizi unajua kwa sababu ya CBC hata kwa technical training imekuwa ni competency based training. So ili upate walimu wenye watasaidia kupeana hiyo training, lazima pia hao wawe trained. Tuendelee kuwa-produce, ndio watakuwa wana service hizo institutions. Tatu, kuna jambo fulani hapa yenye watu hawajaelewa sana. Ukitaja mambo ya utafiti, wengine wanaiona tu ni utafiti ni kwa universities, na hapana. Utafiti unaanza hata chini, hata kwa secondary schools. Umekuwa ukiona the congresses za science and technology. Katika TVET, institutions hizo ndio sasa utafiti zaidi hata inaweza kufanywa zaidi sana. Na by the way, wakati rais alikuwa na hutubia watu kupitia kwa the special address in parliament, alitaja mambo ya kuimprove hiyo utafiti ya research. Hapo mimi niko na yeye 100%. Lakini nataka kuiangalia the words mean something. Kuna hela zinawekwa ili hiyo utafiti ifanywe sio tu kwa university na kwa hizo research institutions kama KIPRA na zingine na KEMRI na these other institutes. Hiyo research ifanywe kwa TVET zote, kwa universities, kwa sababu hizo ndio zinakuwa ni kama incubation. Wacha nichanganyishe na kwa sababu kwa Kiswahili ili nilete hiyo vizuri hutaile. Nasema hiyo incubation, unajua unaanza na small thing, alafu una incubate mpaka sasa unasema hii inaweza kuwa, ndio una practice kwa industries pale. Unasema wacha sasa roll it out, tuiweke kama industrial center mahali. Hiyo incubation, zile nchi zingine tunakuwa tunataja kila wakati. Hiyo incubation wanafanya kupitia kwa utafiti. Na hapo ni muhimu zaidi, ili pesa zetu ziingie kwa hiyo research. Jambo la ine ni kuhusu mafikra ama the attitude ya wale watoto wetu wachanga wenye wanakuja. Nitaemphasize hapo kwa sababu kuna vile watu wamekuwa wakichukua TVET ni kama umefeli kabisa ama umedrop out of school ndio sasa unaweza kuingia pale. Hapana. Angalia mfumo wametaja Germany, lakini wacha nikulete kwa Japan. In Japan, training ile hata mtoto wa primary anaanza ni TVET driven, ni TVET framed, motivational. Unapata kijana ako kwa high school na tayari amepata diploma kulingana na ile ujuzi alikuwa ako kwa class, lakini ako kwa industry fulani. Yeye mwenyewe imeonekana vile anaweza kuunda jambo fulani. Korea pia wana mfumo aina hiyo. So nasema attitude ya watoto wetu ndio wasione ni kama ni TVETs ni for failures. Tukitoa hiyo itakuwa inasaidia ndio watoto wetu wakiwa wachanga waanze kujua. Na by the way, naturally, watoto wetu wakiwa wadogo, unaona wanapenda kutengeneza vitu. Mimi nilitengeneza mpira ile ya karatasi na nikacheza boli. Nilitengeneza gari na nikasukuma. Hiyo ilikuwa ni it's opening up your mind. Lakini
ikafika wakati sasa mimi nikaanza unaangaliwa, wanaambiwa wewe ni daktari. Sasa umeanza kufikiria hii mambo ya kiufundi ni wale ambao hawezi kusoma na kuelewa zaidi. That attitude lazima tuitransform. Hayo manne ndio nilikuwa nataka kuongezea. Shadrack, ni yapi mengine labda ya kuongezea, na kwa sababu wewe upo katika sekta hiyo, baadhi ya masuala ambayo tuna wasiwasi nayo kama Wakenya, tumekuwa tumevipuuza vyuo vya kiufundi kwa miaka mingi kabla ya kurejea kwenye ndoto ambayo sasa hivi tunaipalilia. Yapi ambayo bado yanahitaji kufanywa kazi katika kuwafikia hiyo ndoto ambayo tunayo ya vyuo vya kiufundi? Asante sana Hadia. Ile wasiwasi Boaz ako nayo, ningelipenda kuilisema kwamba asiwe na wasiwasi tena, kwa sababu serikali iko na agenda nzuri sana. Sisi kama TVET ama muungano wa vyuo vya kiufundi katika nchi yetu huwa tunasaidiana kushauri serikali, na ndio maana wakati kati ilianzishwa na waanzilishi mwaka wa 1997, agenda kuu ilikuwa kuhakikisha kwamba kati inashauri serikali kwa njia inayofaa ili likapate kulilielewa kuhusu mambo ya quality TVET training. Na kutoka wakati ule mpaka wa leo, sasa tuko na miaka 28, tumeona mengi yakibadilishwa kila wakati. Curriculum imebadilishwa, funding model imebadilishwa. Ni kwa sababu TVET kati iko ndani ikitoa ushauri wake kupitia vitengo vyake, National Governing Council, Executive Committee, ambao wanaketi mara kwa mara na Wizara ya Elimu ili kupeana njia zake vile tunavyo implement curriculum na vile tunaona kwa ujuzi zetu inaweza ikasaidia. Labda kama nikatize kidogo katika masuala ya kushauriana, tunajua taifa la Kenya halina shida ya kuweka sera na na kutoa ushauri. Tunataka kujua vyuo vya kiufundi vina wakufunzi wa kutosha, na iwapo hakuna wakufunzi wa kutosha, kuna mipango ya kuongeza idadi hiyo, kwa sababu ni swala ambalo halijazungumziwa. Tunazungumzia kuhusu walimu kwa jumla ambao serikali inaajiri, lakini wakufunzi wa vyuo vya kiufundi ambao pia wao wamepata mafunzo kuweza kuwa kwenye nafasi ile kuboresha ile elimu ya kiufundi, sasa hivi ni swala ambalo limefikia wapi? Kwa sasa kuna wakufunzi wangapi kwenye vyuo 248 na idadi hiyo inatosha? Changamoto ni zipi kutokana na masuala kama haya? Asante sana. Tukiona kwamba kitambo hapo awali kabla ya mwaka 2018 tulikuwa chini ya kuajiriwa na Teacher Service Commission, lakini kufikia September 2018 hadi wa leo tulibadilishwa mwajira ikakuwa sasa Public Service Commission. Wakati ule tulikuwa na walimu kama 3,000 hivi, lakini kwa sasa tuko na walimu wenye wameajiriwa na serikali zaidi ya kama 10,000 hivi. Na kwa hivyo ile namba lilo idadi linazidi kuongezeka kila wakati kulingana na mahitaji na kulingana pia na idadi ya vyuo vya kiufundi vinavyoongezeka katika nchi yetu. Tukumbuke kwamba kuanzia mwaka wa 2013 lile TVET Act number 29 of 2013 liliweza kufungua njia ili mavyuo vya kiufundi visipate kuongezeka, na ndio maana tuko na 248. Na kwa hivyo ningesema kwamba serikali liko very progressive kuhakikisha kwamba vyuo vinapoongezeka pia idadi ya walimu wanaongezeka pia. Kwa sasa hata tunajua kwamba kuna mpango serikali iko nayo ya kuajiri walimu wengine mwaka ujao ama kabla ya mwisho wa mwaka huu, na hiyo inasaidia kupunguza ile upungufu ya walimu tulio nao katika vyuo vyetu, na kwa hivyo inasaidia. Ya pili, kuna jambo la ambalo Boaz ametajia kwamba hatuna training kwa instructors wetu ya kutosha, lakini ningependa kukosoa kwa sababu kila mwaka huwa tuko na capacity buildings katika holidays zetu za mwezi wa 4. Although hatuna holidays, sisi TVET hatunanga holidays, huwa tunafanya masomo throughout the year kuanzia Januari mpaka December. Na kwa hivyo kila wakati tukipata nafasi kidogo ya wiki moja, wiki mbili, huwa walimu wetu wanapelekwa capacity building, walimu wakuu pia wanapelekwa capacity building. Kusudi ni kwa sababu tunaona kwamba curriculum imebadilishwa, na wakufunzi trainers wasipobadilisha pia njia zao na mbinu zao, then litakuwa na shida. Na kwa hivyo serikali linatumia pesa mingi kuinvest kwa capacity building ya trainers, ya principals, ili ujuzi ipatikane kwa njia unaofaa, curriculum ya sasa ipate kukubalika vizuri na likapate kuendelea vizuri. Zaidi ya hapo pia tunaona kitambo tulikuwa na Kenya Technical Trainers College
ambalo sasa lilibadilishwa likakuwa Kenya School of TVET Kigiri, kule Kigiri. Lilo chuo ni kusaidia kupeana pedagogical skills na kuongeza ujuzi kwa walimu ambao wanafunza katika vyuo vyetu vya kiufundi. Na kwa hivyo kila wakati kuna online. Tukumbuka kwamba kutoka wakati wa COVID masomo pia imekuwa embraced kwa njia ya kiteknolojia, na kwa sasa tunapata walimu wetu wanafanya online trainings, wakati mwingine physical trainings, kusaidia kuielewa the curriculum vile ilivyo, ili wakapate kuendeleza kwa njia iliyo nzuri. La tatu ni kuhusu infrastructure. Katika vyuo vyetu tunaiona kwamba infrastructure zetu, vyuo vyetu vya kisasa, the latest colleges zile ambazo zipo. Najua the latest among them ni Suba, TVC, kule Homa Bay. Hizo ni colleges ambazo zinaendelea, zinatengenezwa kwa njia iliyo bora. Ukija Kericho Township Technical and Vocational College, wapata tulijengewa nyumba yenye ina gharimu zaidi ya 52,000 na tukapatiwa vifaa vya kisasa ya hospitality department, food and beverage na cosmetology. Hizo vifaa hata wakija wale wanaotoka private sector wakiangalia wanashangaa kwamba sisi tuko na vifaa vya kisasa zinazoweza kusaidia kuendeleza masomo kama CNC milling machines, lathe machines za kisasa ambazo zilitoka katika nchi ya Uchina, ambazo zinatumika katika masomo na zaidi ya hapo pia katika mambo ya shule kujipatia pesa ama mapato nyingine juu ya lile tunapata kutoka treasury. Na masomo inaendelea kwa njia yake pia kipekee juu ya lile skills ambazo tunapata. Tunaona vijana pia wanachangamkia kutengeneza vitu. Kuna wakati hata tumeweza kuexport spare parts iende mpaka China. Sijui kama Boaz anaweza akaifahamu. Na kwa hivyo penye tunaelekea juu ya normal curriculum, pia research tunaizingatia sana. Research tunaiweka kipaumbele kama kati, na mwaka uliopita tulikuwa na conference kubwa sana katika nchi yetu iliyoandaliwa na kati na ilihusishwa nchi zote za Afrika kwa umbrella inayoitwa ATUPA, Association of Technical Universities and Polytechnics in Africa. Zaidi ya hapo kati inajiunga pia na ulimwengu, vyuo vya ulimwengu mzima katika kitengo katika umbrella jina linaloitwa World Federation of Colleges and Polytechnics. Sababu tunaungana na wao ni kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba tuko na the best practices katika nchi yetu. Kenya kati is affiliated to World Federation of Colleges and Polytechnics na ATUPA, Association of Technical Universities and Polytechnics in Africa. Na kwa mwaka ujao Boaz, kwa hakika nchi yetu tutakuwa tunakaribisha, we shall be hosting the World Federation of Colleges katika KICC kuanzia Novemba 23 hadi 28. Linaleta ulimwengu kwa ujumla, TVET colleges na universities katika dunia mzima watakuja KICC ili kusudi tuiangalie mambo ya research vile inaendelea katika dunia mzima kuhusiana na masomo ya TVET duniani. Na bila shaka tutakuwa tunaangazia hayo zaidi, kwa sababu ya muda nitakuwa naingia madukani. Nitakaporejea tutakuwa tunaangalia utofauti na pia labda mwingiliano katika elimu ya CBE na ile elimu ya vyuo vya kiufundi. Vinakwenda kushikana vipi? Na katika masuala ya elimu ya juu, vyuo vikuu na vyuo vya kiufundi vimeanza mazungumzo kuafikiana kuhusiana na vile vitakavyoboresha elimu ya CBE ambayo itakuwa inatarajia zaidi utendaji kuliko nadharia, na tunajua vyuo vikuu vingi vinaangazia zaidi nadharia, na hapo ndio changamoto kuu ipo. Na pia katika vyuo vya kiufundi kujifunza kuweka mazingira bora ambayo yapo kwenye viwango vya vyuo vikuu ili iwe kote ni wazi kulingana na ujuzi unaotaka kuingia kwenye either TVET ama chuo kikuu kwenye siku za usoni, na kutoka kwenye soko la ajira ambalo ni bora, na ukiwa unaweza kupata ajira humo nchini na hata kimataifa. Na kusihi usiende mbali.